Mpendwa mtazamaji, karibu katika mahojiano maalum ambayo tutakwenda kuelezea historia ya Jimbo Katoliki la Musoma. Mbele yako ni padre, atakwenda kujitambulisha yeye ni nani, lakini atatueleza kwa undani. Ungana nami mtayarishaji wako na mtangazaji wako Veronica Modesti kutoka idara ya mawasiliano Jimbo Katoliki la Musoma. Mimi naitwa Padre Leo Kazeri, padre wa Jimbo la Musoma, ambaye nilipewa padre mwaka 1976 katika parokia ya Magwima ya Majita. Nimefanya kazi miaka mingi katika jimbo hili na sasa ninafanya kazi katika parokia ndogo ya Visiwa vya Rukubwa pamoja na Iiga. Nimeomba niweze kutoa historia fupi tu ya Jimbo la Musoma tangu lianzishwe. Nitoe historia fupi ya jimbo hili na jinsi wamishonari njia mbalimbali walizotumia, na mwisho niweze kupendekeza maono yangu ambayo tunapaswa kusitiza wakati huu katika kufanya kazi ya umishonari. Kuna historia kadhaa, miaka kadhaa ambayo kwa kweli zinaeleza historia ya jimbo hili. Mwaka wa kwanza ni 1897 ambapo ndipo wamishonari wa kwanza ambao ni White Fathers wakitokea Kagunguri kule Ukerewe walipokuja katika eneo hili la Jimbo la Musoma. Walifika katika eneo ambalo ni la Bukwaya na walifika wakamuona mtemi wa pale akawaonyesha mahali ambapo wanaweza kujenga. Kwa 1897 ndio alifika katika eneo hilo ambalo ni inaitwa Nyakatende. Na sasa ni kituo cha hija ambacho tulijitahidi kukijenga, na watu katika jimbo hili wanaenda kuhiji hapo kama mahali ambapo Kristo ulianzia. Tarehe ya pili, tarehe zilizofuata hapo, kwa bahati mbaya wamishonari wa kwanza ambao walikuwa ni White Fathers, mmoja mwenzao alifariki na ilibidi warudi Kagunguri tena. Waliitwa na kiongozi wao kule Kagunguri na wakaja mara ya pili mwaka 1911. Yule aliyebaki walikuwa wawili, mwenzao mmoja alibaki ambaye alikuwa ni Henry Van Tuel. Alirudi mpaka Nyegina pale, akamuona mtemi tena, akawapa eneo la pale Nyegina ambapo mpaka sasa ambapo ndio parokia imeanza. Alifariki pia huyo na kwenda kuzikwa Nyakatende, lakini baadaye mapadri wa White Fathers waliokuja baadaye walienda kuzikua mabaki ya wale mapadri wawili, wakaja wakazika pale Nyegina wakati walipokuwa wanajenga kanisa lile. Basi Nyegina hapo, kanisa la Nyegina lilitoka hapo wakapanua shughuli zao mpaka wakaenda Coag, lakini kuna maeneo la Buturi wanasema haiko ndio walienda kwanza mpaka Coag pale, na parokia Coag wameanza kuijenga 1933. Na mabadiliko la tatu ambalo lilitokea ni kwamba jimbo hili liliwekwa chini ya Maryknoll Fathers na Papa Pius wa 12 mwaka 1946. Na tangu wakati huo juhudi zikafanyika kulikabidhi jimbo kwa Maryknoll Fathers ambao ndio walichukua tangu mwaka huo, ambao wakati ilikuwa inaitwa Vicariate ya Musoma Maswa, eneo la Musoma pamoja na eneo la Usukumani. Basi walipokabidhiwa wakaendelea na juhudi wakiwa wanashirikiana na White Fathers mpaka 1957 ndipo rasmi jimbo hili likapata askofu wa kwanza ambaye alikuwa ni Maryknoll. Mwaka 1957 ndio jimbo likaanza, Jimbo la Musoma. Mabadiliko makubwa pia yamefika wakati ambapo kwa mara ya kwanza lilipata askofu Mwafrika wa kwanza mwaka 1998 kama sikukosea, mwaka 1987 ndipo tukapata askofu Anthony Mayala ambaye alitokea Jimbo la Mwanza. Ndiye alikuja hapa akawa askofu wa kwanza Mwafrika. Kumbe mabadiliko yamekuwa hivyo. Badiliko la kwanza ilikuwa ni chini ya White Fathers, badiliko la pili chini ya Maryknoll Fathers, na badiliko la tatu ni chini ya askofu Mwafrika ambaye alikuwa ni Anthony Mayala ambaye aliongoza jimbo hili baada ya kuhamia Mwanza na kwa sasa ni marehemu. Mungu amrehemu. Kwa ufupi, kutoka wakati huo mpaka sasa amekuja Anthony Mayala, amekuja askofu Justin Samba na askofu Michael Msomanzira, ndiye mpaka sasa anaendelea kuwa askofu wa Jimbo la Musoma, kalikiwa chini ya askofu wa Afrika. Na
Ndio kwa ufupi, ndio historia tulionayo kwa sasa. Na padri wa kwanza labda alipata upadrisho au muumini wa kwanza baada ya hao ma White Fathers kuingia katika eneo letu la Nyakatende ilikuwa ni mwaka gani, au kama unaweza ukaona kumbukumbu ni tarehe ngapi? Tarehe zipo, ukienda kwenye vitabu pale Nyegina utazikuta hizo tarehe, lakini nadhani ni mwaka 1911 ndio alikuwa muumini wa kwanza aliweza kubatizwa mwaka huo, lakini tarehe kamili ziko pale parokia Nyegina kwa vitabu vya ubatizo. Labda padri wa kwanza alikuwa Laurent Magesa ambaye alikuwa ni mwenyeji wa mzaliwa pale Nyegina. Miaka aliyopewa ilikuwa jimbo lilikuwa bado chini ya vicariate ya White Fathers. Alipewa na kardinali marehemu Kardinali Gamba akiwa askofu kule Bukoba, ndiye alikuja kumpa upadrisho pale Nyegina. Hizo tarehe si kuzifuatilia tu. Labda hao wa ma White Fathers walikuwa wanatumia njia gani kufanya uinjilishaji wao? Kikubwa ilikuwa ni vijana hawa wa Ulaya, wa missionary hawa walikuwa na moyo mkubwa sana na ujasiri mkubwa sana wa kuja kutoka katika nchi zao ambazo zilikuwa zina maendeleo makubwa na kuja kueneza Kristo, kuhubiri neno la Mungu katika maeneo haya ambayo ilikuwa na umaskini mkubwa na mazingira yalikuwa ni hatari sana kwa mambo ya afya, mambo ya makazi na mambo. Ilikuwa ni ujasiri mkubwa sana kwa vijana hao ambao walitoka Ulaya kuja kufanya kazi ya uinjilishaji hapa. Lakini kitu cha kwanza walipokuwa wanafika mahala, njia ya kwanza ilikuwa ni kuweza kufahamiana na uongozi wa sehemu hilo, eneo hilo. Kama walipofika, kwa bahati nzuri parokia Nyegina nimekaa tangu mwaka 1996 mpaka mwaka jana tu, nimeweza kupata bahati ya kuweza kuongea na wazee, kuweza kujua kwa undani kabisa njia ambazo walikuwa wanazitumia. Njia ya kwanza ilikuwa ni kuhusiana na wenyeji wa pale, kama hasa viongozi wa teni na wale waliokuwa naongoza wazee mashuhuri wa pale. Ndio njia ya kwanza kubwa, kuelewana na mara nyingi ndio walikuwa wanawapa maeneo, alafu na wazee maarufu pale wanaongezea kuomba maeneo, alafu na kuanza kuinjilisha. Na katika uinjilishaji huo, namna mtindo waliokuwa wanautumia ni kuweza kuelewa kwanza mazingira ya watu, na waliweza kuelewa mazingira ya watu kwa kujitahidi kujifunza lugha. Kumbe walifanya kazi kubwa sana ya kujifunza lugha. Walifanya kazi kubwa sana ya kujifunza lugha ya wenyeji. Na pale Nyegina ilikuwa ni Kikwaya, wakajifunza Kikwaya na kuelewa mila za wenyeji na kadhalika. Basi baada ya kufanya kitu cha namna hiyo, ndio walikuwa wanapata kikundi kidogo ambacho walikuwa wanawafundisha kuweza kuwa makatekista na kuwabatiza na kuwa makatekista kutoka familia ambazo walikuwa nazo, halafu wakaanza kuendelea. Kumbe njia za moja kwa moja za uinjilishaji zilikuwa ni hizo. Na pale Nyegina walikuwa na makambi ambapo watu walikuwa wanatoka maeneo mbalimbali kama kule Iramba, kule Semajita, sehemu za Tarime, wanakuja wanaishi kwenye makambi hapo kwa miezi kadhaa pamoja na familia zao. Wanakaa hapo wakiwa wanajifunza. Ilikuwa ni namna ya kuanza maisha mapya ambayo ni tofauti na maisha ya wenyeji, maisha ya kusali pamoja, maisha ya kusaidiana, ukarimu, kusaidiana kama ni msingi mkubwa sana ya Ukristo. Kusali pamoja na kusaidiana, wakajifunza maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hali ikoje sasa uinjilishaji wa kipindi hicho na huo sasa hivi? Je, kuna mabadiliko ambayo yamejitokeza? Mabadiliko yamejitokeza kwa sababu watu ambao tunainjilisha kwa kipindi hiki ni tofauti kabisa na watu waliokuwa kwenye nyakati zile. Kwanza, nyakati zile wengi waliokuwa wanainjilishwa na batizo walikuwa ni watu wazima. Kumbe sana walikuwa wanaenda kwa watu wazima. Lakini kwa sasa sehemu kubwa ya watu ambao tunafundisha dini ni vijana. Kwanza wakiwa katika mashuleni, alafu wakiwa nje ya mashule, wengi wao ni vijana. Kumbe mtindo unapaswa kuwa ni tofauti, tofauti kabisa. Alafu zaidi ya hiyo, watu wa sasa ni tofauti, wanauelewa mkubwa. Ulimwengu umepanuka kutokana na elimu, kutokana na mawasiliano, ulimwengu umebadilika kabisa. Kumbe namna ya kufundisha kwa sasa inapaswa kuwa tofauti. Alafu zaidi ya hiyo pia kuna makundi mbalimbali.
makundi ya kina mama, makundi ya vijana, makundi ya wakimbizi, makundi ya watu ambao wanaishi katika maeneo ambayo sio rahisi kufikiwa. Kumbe namna ya kufundisha dini inapaswa kuwa tofauti. Swala la kiimani likoje kwa hali ya sasa na ukilinganisha na kipindi hicho? Siwezi kuhukumu kwa sababu ukianza kuuliza watu imani kwa wakati ule watakwambia kwamba watu walikuwa wanasali sana, wanaenda kanisani, wanatembea maili nyingi mbalimbali. Kumbe watu ukichukua kwa vipimo hivyo vya kwenda kutembea mbali na kwenda kusali na kujua taratibu za kanisa na kadhalika, kwa kweli watu wa imani kwa wakati ule ni tofauti na sasa. Lakini ukianza kuangalia mazingira ya sasa ambayo pia yana changamoto zake, kumbe kuweza kupima kwamba imani ya zamani ilikuwa ni nzuri sana kuliko ya sasa ni vigumu. Changamoto za sasa ni tofauti. Kuna changamoto kubwa sana ya maendeleo, kuna changamoto kubwa ya utandawazi, kuna changamoto ya mazingira. Watu wameanza kuwa na ufahamu mkubwa sana kuhusu ubaguzi wa kina mama na wanaume, ubaguzi wa kijinsia. Wameanza kuwa na ufahamu huo, wanaanza kuwa na ufahamu kuhusu swala la mazingira na kadhalika. Ulimwengu umepanuka kweli, na vijana hao hayo yote wanayajua. Kumbe sasa kupima kama vijana wa sasa kiimani, Wakristo wa sasa kiimani na wa zamani, inakuwa vigumu kuweza kuhukumu. Ukiwapima kwa vigezo vilivyokuwa na wakati ule utaweza kusema ni tofauti, lakini ukiwapima kwa vigezo vilivyopo vya sasa vya ufahamu zaidi, changamoto za maendeleo, changamoto za mahusiano, changamoto za mazingira, changamoto za makundi mbalimbali, ni ngumu sana kuweza kuhukumu. Kipindi cha nyuma wakati tunaanza uinjilishaji katika jimbo letu, imani ilikuwa ni tuseme labda mazingira ya kifamilia. Watoto walikuwa wanatii wazazi na watoto walikuwa wanawasikiliza wazazi. Lakini sasa hivi tunaona kuna mkanganyiko mkubwa sana. Mpaka inafika sasa hatua ya wanandoa sasa hivi ni kuuana, hakuna masikilizano, hakuna maelewano. Nini wito wako wewe kwa waamini wetu ambao sasa tunaingia kila siku kanisani kusikiliza neno la Mungu? Zamani unaweza kusema kutokana na mtindo wa familia, ilikuwa ni kwa familia zaidi, na wazazi walikuwa na mamlaka makubwa zaidi kuhusu kutii na kufuata taratibu, na watu walikuwa wanakuwa katika taratibu hizo, taratibu za familia, taratibu za koo, taratibu za makabila, na watu walikuwa na haya makabila yalikuwa na nguvu sana kuhusu maisha ya watu. Lakini kwa sasa hali imebadilika, watu wanahitaji uhuru zaidi. Watoto tunawalea katika familia zetu wanahitaji uhuru zaidi, waweze kuamua mambo zaidi, na ni kitu kizuri, Sasa mkanganyiko uliopo ni kwamba hatujaweka taratibu za kutosha za kuweza kutoa makuzi na malezi katika ulimwengu wa sasa. Kumbe kwa namna nyingine unakuta watu vijana hawajui wasikilize nani. Kwa mfano mimi nafanya kazi za utume kule kwenye visiwa vya Rukubwa. Visiwa vya Rukubwa ni hapo mbali sana na mji wa Musoma. Kumbe vijana wengi na kina mama wengi na hata watu wazima wanahama kutoka kwenda kutafuta maisha kule. Na kule hakuna utaratibu, usimamizi wa familia haupo, usimamizi wa ukoo haupo, na usimamizi wa kanisa. Ndio sasa tunajaribu kujenga taratibu za kanisa, kwenda jumuiya ndogo waweze kuwa na familia, wafunge ndoa, waweze kufanya nini kusudi walau hizo ziweze kutoa malezi na makuzi, lakini hizo zote hazipo. Kumbe sitashangaa kuona kwamba watu wanaanza kufanya matendo ambayo watu wa zamani wangalishangaa kuona katika familia. Hata zamani pia, lakini ulikuwa unaweza kuona baba na wake watatu wanne, pia alikuwa anaweza kufika katika hatua akapigana akaua mke wake, lakini taratibu za kuweza kufanya usuluhishi zilikuwepo. Na kwa sasa usuluhishi, njia zote za usuluhishi ni za mahakamani tu. Alafu na kwa ajili ya mawasiliano pia yamekuwa makubwa, kumbe ni rahisi zaidi kuweza kugundua ama kupata habari kwamba janga fulani imetokea mahala fulani kuliko zamani ilivyokuwa. Wito wako ni nini? Wito wangu ni kukaa vizuri zaidi, hata sisi tunaoinjilisha tuweze kujadili zaidi, kuwa na mazungumzano zaidi, kuona namna kama kanisa, kama viongozi wa kanisa, namna tunaweza kukabiliana na hali ya sasa. Kumbe mbinu zilizotumika zamani inawezekana sasa sifanye kazi, lakini nafikiri wito ndio huo wa kuweza kuweka taratibu nzuri zaidi, tukiendeleza makuzi zaidi hata shuleni,
kwenye jumuiya ndogo ndogo na dekano hizo tunajadili kuona namna gani za kuweza ni kujenga mazungumzano zaidi. Hiyo ndio wito wangu, kuwa na mazungumzano zaidi ambayo ni ya wazi zaidi, bila kufikiria kwamba mimi naenda kwa hao watu na majibu tayari. Inawezekana wao wakawa na majibu ambayo yanawafaa zaidi kuliko majibu yako. Kumbe kuwa na kikubwa ni wito wangu ni kuimarisha mazungumzano na kuyaendeleza, na tangu kwenye familia mazungumzano yaendelee, kuja kwenye jumuiya mazungumzano za sala zetu ziwe za mazungumzano zaidi. Tunavyoongea na Mungu katika sala zetu, pia tuweze kuongea na wenzetu katika jumuiya, mazungumzano. Kumbe unaponiambia kwamba wito wangu ni kwamba mazungumzano yazidi, dialogue izidi, watu waongee zaidi. Mpendwa mtazamaji, asante kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa mahojiano yetu mpaka mwisho. Bila shaka umepata kujifunza mengi kupitia mahojiano yetu, lakini pia umeweza kufahamu mbinu mbalimbali walizozitumia wainjilishaji walipoingia ndani ya Jimbo Katoliki la Musoma. Si hivyo tu, lakini pia tumepata kulinganisha uinjilishaji wa kipindi kile na uinjilishaji wa sasa. Lakini pia ushauri mbalimbali umetolewa namna ya kuendelea kusimama imara katika imani yetu. Ulikuwa nami Veronica Modesti kutoka idara ya mawasiliano Jimbo Katoliki la Musoma. Asante.